Habari kubwa kutokea kule nchini Iran ni imeonyesha rekodi za video na picha za ndege mfumo wa kivita aina ya Shahed 161 na vyombo vya habari vya serikali vikiarifu kuwa mfano huo ulilenga kwa kutumia reverse engineering kutoka kwa ndege ya kijeshi ya Marekani iliyowekwa chini ya udhibiti wake miaka kadhaa iliyopita, hatua inayorudisha kwenye mjadala wa muda mrefu kuhusu uwezo wa Tehran wa kunakili na kuiboresha teknolojia za anga za kisasa. Kwa mujibu wa ripoti za televisheni ya serikali ya Iran, Press TV, footage inaonyeshwa Shahed 161 ikifanya majaribio ya ndege na vitendo vinavyodaiwa kuakisi uwezo wake wa kurusha silaha za umeme, yani combat au strike capability, pamoja na kazi za upelelezi. Chanzo cha serikali kilieleza kwamba muundo wa msingi wa Shahed 161 unatokana na uchambuzi na utafiti wa ndege ya RQ-170 Sentinel, ndege ya kijeshi ya Marekani iliyopata hitilafu na kuanguka ndani ya eneo la Iran mwaka 2011, tukio ambalo Iran ilitumia kama fursa ya kuchambua teknolojia ya kigeni. Mwaka 2011 Iran ilitangaza kwamba imeipata au ilichukua ndege ya RQ-170 Sentinel ya jeshi la anga la Marekani iliyopoteza uwezo wake ndani ya ardhi ya Iran. Tangu wakati huo, Tehran imekuwa ikisema kwamba imechukua hatua za reverse engineering ili kuunda ndege zake zilizo sawa, miongoni mwao Shahed mbalimbali. Matukio ya awali ya vyombo vya habari na televisheni ya Iran yalionyesha mfano wa ndege hiyo na video zilizodaiwa kuonyesha data iliyopatikana kutoka kwa mfumo wa ndege ambayo ilikuwa imepatikana. Makubaliano ya wataalamu na wakosoaji wa kisiasa. Wataalamu wa ndege za kijeshi na wachambuzi wa usalama wanasema kuwa madai ya kuunda au kurekebisha ndege kwa msingi wa mfano uliopatikana yanawezekana, hasa kwa mataifa yanayochukua muda wa kusoma na kuiga teknolojia zilizopo. Hata hivyo, wanasayansi hutoa tahadhari kuhusu uhalali wa ushahidi wa video ulioonyeshwa hadharani. Mara nyingi uzalishaji wa video za kifedha au za jeshi hauzungumzii uwezo wa uzalishaji kwa wingi, usahihi wa mfumo wa stealth au sifa za utendaji chini ya mazingira ya vita. Pia kuna shaka kuhusu iwapo mfano ulioonyeshwa ni teknolojia ama ni toleo la uzalishaji, yani production, au tu promptu ya majaribio. Ila ni wazi kwamba kuonesha umeme wa Shahed 161 kunatuma ujumbe wa wazi kimataifa. Irani inataka kusisitiza kuwa ina uwezo wa kujitengenezea silaha za anga, jambo ambalo linaweza kuongeza thamani ya soko lake la kuuza teknolojia za ujenzi wa drones kwa washirika wake, pamoja na kutia wasiwasi majirani na mataifa magharibi kuhusu usawa wa nguvu za anga katika eneo. Ripoti za hivi karibuni za vyombo mbalimbali vya habari pia zinaonyesha jinsi baadhi ya nchi zilizokuwa na nia ya kuiga au kuunda toleo la drones aina ya Shahed kwa kuwa ni nafuu na yenye nafasi kwa njia za asymmetric. Muundo muhimu wa kuzingatia, yani kwa nini zaidi inavutia sana. Iwapo madai ya Irani yatathibitika, nchi hiyo inaweza kuongeza uwezo wake wa kuendesha operesheni za anga bila kutumia miundo ya gharama kubwa, jambo linaloweza kubadilisha hesabu ya usalama katika Ghuba na Mashariki ya Kati. Lakini reverse engineering ya mifumo ya teknolojia ya juu inaweza kumaanisha kwamba faida za teknolojia za kigeni haziko tena pekee kwa nchi zenye uwezo, na hii inakuza mashindano ya uzalishaji wa silaha duniani. Lakini video zilizotolewa na vyombo vya serikali zinaweza kuonyesha uwezo fulani, lakini kwa maana ya ushahidi wa kibiashara au kijeshi, kama umbo la uzalishaji wa wingi, uwezo wa stealth na mfumo wa mawasiliano yenye encryption. Yaani hakuna mtu anaweza kufuatilia wala hakuna mtu ambaye anakuwa na uwezo wa kuchungulia kwenye kile ambacho unaweza kukichambua. Wachambuzi wa uhakika unahitaji data za kina kutoka kwa vyanzo huru vilivyothibitishwa. Hadi sasa majibu rasmi kutoka kwa Marekani au washirika wake yalikuwa ya tahadhari. Wanasema kufuatilia ama wanafuatilia taarifa hizo, lakini mara nyingi
hawatabiri wazi bila ushahidi huru. Katika matukio ya nyuma kama kuanguka kwa RQ-170 mwaka 2011, hayo yaligeuka kuwa chanzo cha taarifa za Iran kuhusu uwezo wa kutengeneza drones zao za mfano. Kuonyeshwa kwa shahidi 161 na madai ya reverse engineering kuanzia ndege ya Marekani ni tukio la kihistoria linaloonyesha mchanganyiko wa teknolojia, siasa na usalama wa taifa. Licha ya matamko ya Tehran, ukaguzi wa kina wa ushahidi huru ni muhimu ili kubaini ni kiasi gani ya madai hayo ni ya kitaalamu, yaani operational, dhidi ya kuwa ni matokeo ya propaganda ya kisiasa. Hivi sasa wanahabari na wataalamu wa kijeshi wanaendelea kufuatilia, na yeyote atakayetoa ushahidi wa uhakika pamoja na data za kimitambo au vipimo atakuwa ameamsha mjadala mpya juu ya uhalali na athari za reverse engineering katika nyanja za ulinzi.